Karibu sana ndugu mtazamaji wetu popote pale ulipo. Hii ni Ubukombe TV, jukwaa la maarifa mapya, burudani na mambo kadhalika. Leo tumesafiri mpaka tukafika karibu na mji wa Arusha, pale ambapo kunaitwa Ngorongoro, eneo la hifadhi la Ngorongoro. Ngorongoro ni moja ya maneno muhimu sana ya hifadhi ya asili barani Afrika. Inapatikana nchini Tanzania karibu na jiji la Arusha. Eneo hili linajulikana kwa kreta ya Ngorongoro, shimo kubwa la asili lililotokea baada ya volkano kubwa kulipuka na kisha kuporomoka ndani yake. Lakini ni nini hasa kinachoifanya Ngorongoro kuwa ya kipekee kiasi hiki? Takriban miaka milioni 2 hadi 3 iliyopita, Ngorongoro ilikuwa volkano kubwa sana hata kuliko nyingine nyingi katika eneo hilo. Baada ya milipuko mikali, kilele chake kiliporomoka na kuunda kaldera kubwa ambayo leo tunaita kreta ya Ngorongoro. Kreta hii ina kina cha takriban mita 600 na ni pana kiasi cha kuweza kuhifadhi maelfu ya wanyama ndani yake kama bustani asili iliyojifungia yenyewe. Kwa sababu gani? Wakitoka kwa mfano wakienda Kenya, wakakosa majani na maji, watarudi na wakirudi kwetu wanaenda kwenye sehemu inaitwa Ndutu. Ndutu ni sehemu ambayo iko plain space kama hii. Wanaweza kasimama nyumbu, yani utasema ni kama vile wamemwagwa kwa sababu wako wengi. Ngorongoro si makazi ya wanyama pekee, pia ni moja ya maeneo ya kale zaidi yaliyowahi kukaliwa na binadamu wa mwanzo. Katika maeneo ya karibu kama Olduvai Gorge, mabaki ya binadamu wa kale hominids yamegunduliwa na kufanya eneo hili kuwa muhimu sana katika kuelewa asili ya mwanadamu. Leo hii Ngorongoro pia inakaliwa na jamii ya Wamasai, wafugaji wanaojulikana kwa kuishi kwa amani na wanyama wa pori huku wakihifadhi mazingira yao. Wakati wa ukoloni wa Ujerumani na Uingereza nchini Tanzania, eneo hili lilianza kutambuliwa kama sehemu muhimu ya uhifadhi ya wanyama wa porini. Sehemu muhimu ya uhifadhi ya wanyama wa porini. Baada ya uhuru, serikali Tanzania ilichukua hatua za kulilinda. Mwaka 1959 eneo la hifadhi la Ngorongoro lilianzishwa rasmi ili kulinda wanyama huku likiruhusu jamii za wenyeji kuishi kwa uwiano na mazingira. Leo Ngorongoro ni moja ya vivutio vikubwa vya utalii duniani na imetambuliwa na UNESCO kama urithi wa dunia. Eneo hili lina wanyama wengi kama simba, tembo, nyati, punda milia na wengine wengi, wakifanya mfumo wa ekolojia kuwa na kipekee kabisa. Kreta ya Ngorongoro yenyewe ina ukubwa wa takriban kilomita za mraba 260, wakati eneo lote la hifadhi linaeneza zaidi ya kilomita za mraba 8,000. Unapoingia ndani ya kreta ya Ngorongoro, jambo la kwanza linalokuvutia ni hisia ya kuingia katika dunia nyingine ndani ya dunia hii. Unaposhuka kutoka milima ya juu inayozunguka eneo hili, mandhari kubadilika polepole na kufungua bonde kubwa lenye uhai wa ajabu. Wengi wanasema kwamba Ngorongoro ni kama patakatifu pa asili wanyama wa pori. Simba wakipumzika kwenye nyasi huku wakimchunguza mawindo yao, tembo wakubwa wakitembea taratibu misituni, makundi makubwa ya nyati yakizunguka pamoja, pundamilia na swala wakila nyasi kwa amani. Kinachoifanya iwe ya kipekee zaidi ni jinsi unavyoweza kuona wanyama hawa kwa ukaribu ndani ya eneo moja. Katika eneo hiyo moja tu unaweza kuona nyasi za kijani kibichi, maziwa yenye maji na ndege wengi, misitu midogo, maeneo makavu yaliyo wazi. Hii inafanya Ngorongoro ionekane kama dunia ndogo yenye aina zote za mazingira. Katika maziwa ya kreta, hasa ziwa Magadi, unaweza kuona makundi makubwa ya flamingo yakifanya maji yaonekane ya rangi ya pinki. Pia kuna aina nyingi za ndege wanaoruka na kuimba juu ya maji. Ni mahali pazuri kwa wale ambao wanapenda picha. Ukiwa ndani ya kreta, unajisikia kama uko ndani ya bakuli kubwa la asili. Kila upande umezunguka na kuta ndefu za kreta. Machweo na macheo ya jua huonyesha uzuri wa kipekee sana. Karibu na hapa katika Olduvai Gorge, wageni wanaweza kujifunza historia ya binadamu wa mwanzo na kuona jinsi mababu zetu waliishi mamilioni ya miaka iliyopita.
Karibu na eneo la hifadhi utawakuta Wamasai wakiwa wamevaa mavazi yao mekundu ya jadi, wakiishi kwa uwiano wa ajabu na wanyama wa porini. Ikiwa umefurahia hadithi hii kuhusu uzuri wa asili na historia ya Ngorongoro, usisahau kuunga mkono Ukombe TV. Bonyeza subscribe, weka like na shiriki video hii na marafiki na familia yako. Msaada wako unatupa nguvu ya kuendelea na kuleta hadithi zinazovutia kuhusu uzuri na urithi wa Afrika. Ukombe TV ni mahali ambapo maarifa, historia na uzuri vinakutana. Asante sana kwa kutazama. Tukutane katika video ijayo.